Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo tumewaandalia makala inayohusiana na namna bora ambavyo utaweza kuwalea vifaranga wako wa kienyeji ili wasipate vifo, au namna ambavyo utatumia zile njia za kisasa kama ambavyo tunawafuga chotara, wale ambao tunawatoa kwenye makampuni au broiler au layers. Tutakupa zile mbinu ambazo huwa tunatumia kwa wale, kwa sababu vifaranga wa aina zote wanahitaji huduma nzuri, japokuwa sisi wa kienyeji huwa tunawapuuzia tu, tunawaacha. Lakini ukitaka usahau kabisa habari za vifo pamoja na kudumaa, kuvaa makoti kwa wale vifaranga, wale kwa kutumia hizi njia za kisasa. Na hizi njia za kisasa wala sio ngumu, kwa sababu hazijafanana moja kwa moja na zile kuku ambazo na wale vifaranga ambao tunawatoa kwenye makampuni, hapana. Kuna vitu kidogo vimeenda vinaboreshwa. Kuna maeneo mbalimbali ambayo yameenda yanaboreshwa. Ni maeneo matatu tu ambayo tumeenda tunaboresha, ili ukiwafuga usipate kabisa changamoto ya vifo. Ni maeneo matatu, nisikilize mpaka mwisho, na hata wale ambayo watakuwa wanaishi hawa vifaranga wa kienyeji. Eneo la pili ni chakula ambacho unawapa, na eneo la tatu ni antibiotic pamoja na booster au na vitamin, vile vitu ambavyo vinawekwa kwenye maji yao ya kunywa. Kwa hiyo haya maeneo matatu, utaenda unaweka mabadiliko fulani vya, utaenda unaboresha kutoka kwenye ile hali ambayo umekuwa ukizoea kuwafuga kawaida. Tukianza na ule upande wa mazingira. Kwenye mazingira ambayo utawaweka, basi waweke kwenye banda ambalo ni banda la kawaida, ila hakikisha liwe lina mzunguko wa hewa. Linaweza kuwa na dirisha moja au madirisha mawili, ila tu mwenyewe ukikaa mle bandani uone kabisa unapata hewa, kwa sababu hawa vifaranga wa kienyeji huwa hawahitaji hewa nyingi sana. Yani wanahitaji hewa nyingi, lakini sio lazima kuwa na hewa nyingi sana kama ambao tunawafuga broiler. Broiler wanahitaji hewa nyingi sana kwa sababu ukuaji wao unaenda kwa kasi. Kwa hiyo jinsi wanavyozidi kukua wanahitaji pia hewa ya kutosha. Ile miili yao inavyozidi kutanuka wanahitaji hewa ya kutosha. Lakini ukiangalia kwa kuku wa kienyeji, ukuaji wao unaenda, lakini hauendi haraka kama wa kuku wa kisasa. Kwa hiyo utawaweka tu kwenye banda lako la kawaida, ila hilo banda liwe lina hewa ya kutosha. Na kama kajua huwa kanaingia kidogo ka asubuhi au jioni, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo banda tu la kawaida, ila liwe lina hewa. Ila kwenye hilo banda ambalo utakuwa unalelea vifaranga, kwa zile siku 21 za mwanzo waweke kwenye burda. Kwa hawa kuku wengine huwa tunawaweka siku 14. Kwa chotara pamoja na broiler tunaweka kwenye burda siku 14, kwa sababu wao pia manyoya yao yale huwa yanawai kuliko kienyeji. Lakini kwa wao kienyeji, kwa vile manyoya yao huwa yanaenda pia taratibu ukilinganisha na hao kuku wengine, basi waweke kwenye ile burda kwa muda wa siku 21. Japokuwa ukubwa wa burda utakuwa unazidi kutanua kutokana na siku zinavyozidi kwenda. Labda wiki ya kwanza walikuwa katika eneo fulani, mabadiliko kidogo yatatokea ya ukuaji na kadhalika, basi utaongeza kidogo ile burda, baadaye tena utaongeza mpaka inafika sehemu wanakaa kwenye burda ambayo wako comfortable. Maana hawa vifaranga sio kama broiler kama wanakaa sehemu moja, hapana. Wanapenda sana kumove, wanatoka hapa wanaenda hapa, wanafanya hivi. Kwa hiyo hakikisha kwenye hiyo burda yao wanapata mazingira hayo ambayo yatawafanya waweze kuwa busy na shughuli zao. Usiwabane kwa sababu wale hawalali tu kama broiler au chotara, hapana. Wale wanapenda sana movement za hapa na pale. Kwa hiyo kwenye hiyo burda ambayo utakuwa umewawekea, iwe na nafasi, iwe na hewa ya kutosha, hewa safi. Lakini kama kwa kipindi hiki cha mvua au kama kutakuwa kuna baridi kali, basi unaweza kuacha tu dirisha. Kama ulikuwa na madirisha mawili, kama unaona upepo mkali unaingia, basi unaweza kuziba dirisha moja ukaacha dirisha moja. Lakini humo bandani ambapo utakuwa unawalea, basi hakikisha unaweka chanzo cha joto, kuwe kuna joto la kutosha. Kama unatumia taa zile za joto au unatumia majiko ya mkaa, ila hakikisha tu mle bandani kunakuwa kuna joto la kutosha. Kwa huo muda wa siku 21 hawa wapewe joto kwa hizo siku zote 21. Kwa hapa mwanzo, kama burda yako ni kubwa, unaweza kuweka majiko mawili au jiko moja pamoja na taa moja ya joto. Lakini siku zinavyozidi kwenda, ile wiki ya pili wakimaliza, watakavyoanza ya tatu, kama walikuwa unaweka majiko mawili, basi utaanza kuweka jiko moja, kwa sababu tayari wanakuwa wameshaanza kupata na manyoya mengine. Au kama walikuwa wanatumia taa pamoja na jiko, basi utapunguza kimoja. Kama ni taa au jiko, utakiacha kimoja kwa hii wiki ya tatu. Sasa hapo ni kwa upande wa mazingira. Tukienda kwenye kipengele sasa cha pili. Kipengele cha pili tuangalie. Hiki ni kipengele muhimu sana kwenye chakula. Chakula ambacho utawapa vifaranga.
usiwaachie tu labda wanatembea na mama yao wanadonoa, japokuwa inawezekana kuna ufugaji huu ambao watu wanaufuga, lakini ukitaka kuboresha ili usiwe na vile vifo vya vifaranga, kama kuku wako labda ametotoa vifaranga 10, unataka uweke juhudi ya kuwalea wale vifaranga 10 labda wote wapone, kama kitatokea kifo kiwe ni cha bahati mbaya, basi tunakushauri uwape chakula kizuri. Hapa kwenye chakula ni muhimu sana, kwa sababu hawa vifaranga wanahitaji chakula bora. Hiki chakula bora kinawasaidia kuwajenga, kuwatengenezea kinga imara dhidi ya magonjwa mbalimbali. Hata anapokutana na ugonjwa, anapokuwa na kinga imara, inakuwa ni rahisi kwa mwili wake kuweza kupambana na wale vimelea wa magonjwa. Kwa hiyo hapa jitahidi, na sio lazima ununue cha dukani kwa vifaranga wa kienyeji, hapana. Hapa unaweza kutengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia tu malighafi za kawaida. Kuna majani mbalimbali yanayotumika, kuna vitu mbalimbali kama mashudu, pumba la dagaa, unaweza kuongeza na broiler premix kwa ajili ya kuongeza vile virutubisho, unaweza kuongeza DCP. Kwa hiyo kuna formula ambayo unaweza ukaitumia nzuri kabisa ukatengeneza na gharama ikawa nafuu na ukalisha tu vizuri, wakawa na afya bora kabisa. Kama unaona uwezi kutengeneza, basi unaweza ukaenda dukani ukanunua starter. Na starter ambayo huwa inatumika hapa ni starter hii wanayoitumia broiler. Kama utanunua cha dukani, kama utatengeneza, basi hakikisha unakuwa na formula bora. Na pia hapa kwenye vifaranga, ukitaka kutengeneza, usitengeneze chakula kienyeji. Hiki ni kipindi ambacho wao wanahitaji uwe makini sana. Ukikosea kwenye chakula pia utawaua hawa vifaranga, watakufa, watadhoofika, baadaye wanakufa. Lakini ukiweza kutengeneza vizuri, basi tengeneza. Kwa wale ambao wanatamani kutengeneza vyakula vya kuku wa kienyeji vizuri vyenye ubora, lakini hawajui kanuni, sisi tunakushauri ununue vitabu vyetu. Kwa kuku wa kienyeji vitabu tunavyo viwili ambapo vina formula nzuri kabisa za chakula. Kuna safari ya ufugaji pamoja na ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Unaweza ukanunua cha safari ya ufugaji au cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Vyote hivi vitakupa formula ambazo ukiwapa wale kuku wa kienyeji wanakuwa vizuri kabisa. Kama ni vifaranga, kama ni kuku wanaokua au kama ni kuku wanaotaga, watataga mayai mengi. Mle kuna formula zote 3 za kuku wadogo wanaokua pamoja na wale wanaotaga. Na hizo formula zote zinafanya vizuri sana. Yaani vifaranga wako au kuku wako watakupa matokeo mazuri. Kama ni kutaga, watataga sana. Kama ni wale wanaokua, basi utaona mabadiliko ni makubwa, kwa sababu watakuwa na miili mikubwa. Yaani unaweza mtu mwingine akiwaona anaweza kudhani labda ni chotara, kumbe ni kuku wa kienyeji, ila umempa tu chakula bora. Hasa hivi vitabu vyetu vinauzwa shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Kuna vitabu vingi. Kuna hicho cha safari ya ufugaji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tiba za asili, kuna ufugaji wa broiler, mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Nategemea na wewe utakuwa unahitaji kitabu gani, au unafuga kuku aina gani, au una changamoto gani. Ukitueleza, basi sisi tutakushauri ununue kitabu gani. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Na hivi vitabu vyote ni soft copy. Ukilipia tunakutumia papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email tutakutumia kwenye email yako. Kila kitabu ni 10,000. Ukilipia unaweza kuona mwongozo mzima wa kuwafuga wa kuku wa kienyeji pamoja na namna ya kuwatengenezea tiba. Ukiwa na vitabu viwili kwa kuku wa kienyeji, hiki cha mwongozo ule wa kuwafuga pamoja na cha tiba za asili, basi utakutana na mambo mengi sana yanayomhusu kuku wa kienyeji na utaweza kutatua changamoto nyingi sana za hawa kuku wa kienyeji. Lakini vile vile tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 tu. Ukilipia tunakuunga kwenye kundi, unapata mafunzo kwa muda wa miezi 2. Mle huwa tunatoa darasa, tunaelekeza jinsi ambavyo sisi tunavifanya hapa shambani kwetu, tunakuonyesha, kisha wewe utasikiliza kwa umakini, na kama una maswali utauliza. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Tukienda kwenye sababu ya 3 au kwenye kitu cha 3 ambacho kitakusaidia uweze kuwafuga vizuri hao vifaranga wako wa kienyeji, tumesema pale kwenye maji utakuwa unaweka kitu gani, au antibiotic pamoja na booster za kuwapa kwenye maji. Kwa hawa vifaranga, ule mwezi wa kwanza wa mwanzo wape zile antibiotic kama utawapa za dukani au za asili, lakini ule mwezi wote wapewe antibiotic. Kama ni ya dukani unaweza kununua Neoxytic, Neomycin, nadhani kuna somo nilishawahi kuelekeza zile za kuwapa vifaranga. Kama ni za asili, basi kwenye hivi vitabu vyetu hivi utazikuta mle tumeandika zote kwenye hivi vitabu vya mwongozo wa kuwafuga, na ni vizuri zaidi ukao unawapa za asili, zitakusaidia sana.